Ili usipitwe na matukio mbalimbali na uwe wa kwanza kutazama video zetu, tafadhali bonyeza neno subscribe hapo chini ya video hii, kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Karibuni tuanze ibada hii kwa jina lake Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu. Amen. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu, Mungu unayestahili sifa na heshima, asante Mungu wa amani kwa siku hii njema uliotupa. Asante Mungu kwa kutuchagua tena. Asante Mfalme wa Israeli, maana siku hii ya leo inaitwa ni Jumapili nyeupe, siku ya watakatifu. Jehova, umependezwa sisi kuwepo mahali hapa. Tena Mungu wa amani, umemtuma mwana wako mpendwa ajidhihirishe kwetu. Ninakusihi Mfalme wa Israeli, achilia nguvu za kimbingu, achilia nguvu za Roho Mtakatifu zikashuke kwa kila mmoja, akapate kuona udhihirisho wako Mungu na upendo ulio mkuu namna hii. Asante maana tumekuja jinsi tulivyo. Tunahitaji Mungu tupe majibu mema, majibu yenye ushindi, majibu Mungu yaliyo sahihi, kwa sababu wewe ni baba yetu, daktari wa madaktari, mganga wa waganga, Mungu unayeweza, Mungu usiyeshindwa na jambo lolote. Baba, ninakuomba ukaseme nasi kupitia maneno yako ya uzima, nasi tuko tayari kukusikiliza. Ni katika jina la Yesu tumeomba na kupokea kutoka kwako. Amen. Neno la Mungu tulilopewa kutafakari tutalipata katika Injili ya Marko Mtakatifu, mlango ni ule wa 16, mstari ni ule wa 14. Nami nawatangulia kusoma katika jina la Bwana. Baadaye akaonekana na wale 11 waliokuwa wakila, akawakemea kwa kutokuamini kwao na ugumu wa mioyo yao, kwa kuwa hawakuwasadiki wale waliomuona alipofufuka katika wafu. Amen. Kanisa la Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Na leo tunaambiwa Yesu Kristo anajidhihirisha kwa wanafunzi wake. Wanafunzi wake leo ni mimi na wewe tuliopo ndani ya kanisa hili. Kwamba wiki zilizopita tulikuwa tunaazimisha habari ya kuteswa na habari za ufufuko. Kwamba pale tulipokuwa kwenye huzuni, tulipokuwa kwenye toba na maombi, wengine tulifunga, wengine wakavaa wakajipaka majivu, lakini ile siku Yesu alipofufuka tayari ametufufua, na sisi hatuko utumwani tena wala hatuko gizani tena. Tu wapya ndani ya Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Na tunaamini alipofufuka aliweza kuondoa hata yale mawe magumu ya majaribu tulio nayo. Kwamba iwe ni jiwe kubwa namna gani, lakini Yesu aliyefufuka anaweza au aliweza kuyaondoa. Kwa hiyo leo hii tuko tunaishi kwa ushindi na faraja kwa sababu ametushindia. Sasa leo tunaambiwa Yesu anajidhihirisha katikati ya wanafunzi wake. Tunamuona Mariamu Magdalena, waliendelea kusambaza habari hizi za Yesu kwamba amefufuka, hayupo hapa, nendeni Galilaya mtamkuta. Lakini wanafunzi hawakuamini. Wengine waliona kwamba mbona sisi hatukumuona, lakini japo taarifa tumezipata, lakini hatukuweza kumuona. Ila habari ziliendelea kuenea kwa mitume mbalimbali kwamba Yesu amefufuka, na amefufuka na ushindi, na amefufuka tufufue na sisi katika yale yote magumu. Bwana Yesu asifiwe. Leo hii tukiongozwa na hicho kichwa, natamani tuzungumze mambo machache. Watu wengi wanasema wanatamani kumuona Yesu akiwa kama Yesu, kama wale wanafunzi walipokuwa naye. Nataka nikwambie Yesu Kristo, yeye sasa amejifunua kwetu kwa njia ya neno la Mungu. Kwamba tuliamini neno la Mungu. Maana neno la Mungu tusome na tujifunze kwa furaha na tulitii. Kwamba inapaswa umkiri Yesu, huyo aliyejidhihirisha kwako leo. Kwamba hata kama ni katika magumu, mwambie ninaomba usinipite.
umejidhihirisha ndani ya mwanafunzi, jidhihirishe ndani yangu leo. Jidhihirishe kwenye biashara yangu, jidhihirishe kwenye elimu ya watoto wangu, jidhihirishe pia kwenye ndoa yangu. Haleluya washindi. Huyu Yesu aliyekuja ana ushindi, tena ana nguvu. Tumepewa mamlaka na nguvu za kumshinda shetani, na ndio maana akafufuka. Ameshinda kifo na mauti. Kama ameshinda kifo na mauti, ndio maana ukapewa nao mamlaka ya kukanyaga nyoka na nge, kwa sababu yeye ameshinda na umepewa mamlaka ya kushinda. Wakati mwingine hatupaswi kuishi na hofu, hatupaswi kutembea tukiwa na woga. Huyu aliyejidhihirisha, yeye ana nguvu na ametuletea hizo nguvu za kushinda majaribu. Hata kama tunapita kwenye majaribu mengi makali kama moto, lakini huyu Yesu aliyejidhihirisha leo, mwambie Yesu, naomba uyaondoe, maana una nguvu. Na wewe Yesu uliyesema kwamba sisi wewe unahitaji utakatifu kwetu, hiyo damu yako iliyomwagika msalabani, naomba isinipite, initakase, ili niweze kutengenezwa na hiyo damu, niweze kuikaribia madhabahu yako nikiwa mtakatifu. Wakati mwingine dhambi inatufunga tusione neema ya Mungu. Tunapokaa kanisani, inawezekana wapo wasiomwamini kwamba Yesu amejidhihirisha kwetu. Wakati mwingine upinzani unaweza kuinuka kwamba hapana, haiwezekani. Wewe muite hata pale kwenye ile biashara ambayo wachawi wanaichezea, itumie damu ya Yesu, waambie amejidhihirisha, shauri yenu mtapigwa na radi hapo juu ya damu ya Yesu. Haijalishi unapita unaona huko kwenye vifungo, Yesu alishakutoa huko. Ndio maana amekuja waziwazi kwa njia ya neno lake. Tena akakuambia, nimekupa nguvu na mamlaka, kwamba chochote utakachokifanya tayari kinapata kibali, kwa sababu nimekuja mshindi na shujaa wa ulimwengu, ili nipate kukushindia na wewe. Wapendwa, tutoke kwenye dhambi. Dhambi ndiyo inayetutenga mbali na Mungu. Tukiwa tunazing'ang'ania hizo dhambi, hatuwezi kuona uso wa Mungu. Bado ninaitwa Mkristo lakini bado sina ushuhuda. Bado ninaitwa Mkristo lakini matendo yangu yanasomeka vibaya mbele za Mungu. Bado Yesu amejidhihirisha lakini bado nina kanyumba kadogo pembeni. Bado Yesu amejidhihirisha kwangu lakini bado ninaenda kwa waganga na bado natesa na kuloga watoto wa watu. Yesu amejidhihirisha, bado ninazunguka kutafuta nia hila kwa watu wasio na amani. Hapana, nataka nikuambie leo hii, Yesu aliyejidhihirisha, mwite alete badiliko jipya ndani yako. Mwite abadilishe yale magumu. Mwite afanye njia pasipo na njia. Haleluya kanisa. Amen. Huyo Yesu amekuja ili akuokoe, uwe mpya ndani yake. Kama yeye alivyo mtakatifu, anatamani nasi tuishi katika maisha ya utakatifu. Kwamba huyu aliyejidhihirisha kwako ameleta nuru, na hiyo nuru ya kweli itaenda kung'aa hata gizani. Huyu aliyejidhihirisha kwako leo, mwambie usinipite, maana ninajua umebeba majibu yangu. Bwana Yesu asifiwe. Ninajua umekuja na majibu yangu. Ninajua umejidhihirisha kwa wanafunzi, sitatoka jinsi nilivyo. Najua umekuja na majibu ya watoto wangu. Najua umekuja na majibu ya familia yangu, kwamba litasonga mbele kwa jina lako. Amekuja na majibu yetu. Ajidhihirishe ndani yako. Na mwambie asikupite. Tusiweke mizigo ndani ya mioyo yetu, bali tumpe nafasi. Tumpe nafasi. Tumkubali na kumtii kama alivyokuja kwa ajili yetu. Tukubali na kumtii na kukubali kubadilika. Tusidumu katika vifungo, maana yeye amefufuka akakata minyororo yote ya kuzimu. Ndio maana leo tunaimba na kushangilia, kwa sababu ameshinda kifo na mauti. Inawezekana kuna mauti unaokunyemelea hata wa biashara. Mwambie Yesu, jidhihirishe kwenye biashara yangu leo.
Inawezekana kuna mauti unaonyemelea mpaka ndani ya familia. Upo ukame shetani anayetaka kukupitisha. Uko ukame ambao shetani kazi yake ni ya kuharibu. Hapana, mwambie leo mimi namba yangu ni nyingine. Yesu amejidhihirisha na amebadilisha vyote kwa jina lake. Mungu akusaidie. Unapotembea, tembea kwa ujasiri ndani ya Yesu. Na uvutwe kumtumaini Yesu aliyejidhihirisha kwetu. Wewe Yesu uliyeng'aa gizani, hiyo nuru yako ikamulike na mimi nikawe mpya kila siku ndani yako Yesu. Tunapotembea na ushindi na ujasiri katika neno la Mungu ambalo tunaambiwa neno la Mungu tukilikubali na kuliishi, tutaweza kuyashinda majaribu. Tunapokutana na Yesu, tunakutana na neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwamba Yesu unayekutana naye ni neno la Mungu. Tunapaswa tudumu ndani yake na kumtazama yeye aliyekubali kubeba aibu zetu, aliyekubali kubeba masikitiko yako, aliyekubali kukulipia hata bili ya maisha ndio ukawa jinsi ulivyo, aliyekubali kuwa mlinzi wako. Wengine wanalindwa na mabunduki na nini, lakini Yesu anatosha kukulinda wewe. Ana nguvu kuliko hao wote. Yemedari huyu ndiye aliyejidhihirisha kwako na azidi kujidhihirisha tangu sasa na siku zote. Uzidi kumtukuza yeye na kumuinua Kristo aliyekubali kubeba yote ili mimi na wewe nipate kuwa huru. Na neema ya Yesu Kristo, neema ya Mungu iendelee kuleta badiliko katikati ya maisha yetu na katikati ya familia yetu. Tuwe na hofu ya Mungu ya kutokubali kufanya dhambi. Yale tusiyoyaweza, mwambie Yesu, umejidhihirisha, beba maana siwezi kubeba. Yale ambayo ni mazito, Yesu uliyejidhihirisha, ninakuomba unisaidie kunivusha mahali hapa, maana sitaweza kuvuka bila wewe, kwa sababu amekuja kwa ajili yako. Mwambie sikupite naye hatakupita. Dumu ukilisoma neno la Mungu na kuliishi na kuishi maisha matakatifu. Amen. Mungu wa amani, Mungu wa Israeli, asante mfalme wa amani kwa maneno yako ya uzima. Asante maana wewe ni Mungu mwenye nguvu na unayetujali sana. Tena Mungu unasema Yesu Kristo ndiye neno kweli. Tukimtumaini Yesu, tumelitumaini neno lako Mungu, ambalo ni taa na mwanga katika maisha yetu. Kila mmoja aliyefika mahali hapa, mpe kutafakari habari za kujidhihirisha kwa Bwana wako mpendwa Yesu Kristo. Akajidhihirishe ndani ya nyumba zetu, akajidhihirishe ndani ya elimu ya watoto wetu, akajidhihirishe ndani ya kazi za mikono yetu, akaondoe giza, alete nuru ya kweli kwenye anga hili Mungu la Nyumeni, kwenye ardhi ya Nyumeni, ukalete badiliko mfalme wa amani. Pita kila eneo ambalo unaona Jehova kuna giza, ninaomba ukaachilie nuru yako, ukajidhihirishe Mungu, ukalete nuru, wote wakujue wewe Mungu wa kweli. Ponya wagonjwa walioko mahali hapa. Unapozuru wengine Jehova, usiwapite Mungu, unawajua kwa majina yao. Wahudumie Mungu kila mmoja kwa nafasi yake. Gusa Mungu viungo vyao. Uliye daktari wa madaktari, ninaomba kwa wahudumie. Wapo wengine walioshindwa kufika mahali hapa, wako nyumbani. Baba, ninaomba usiwapite, wahudumie na kuwaponya. Wewe Yesu kawe faraja ya kweli kwa wote Mungu wanaokutumaini, ili Mungu akavute kutazama wewe na kukuishia Mungu mwenye majibu mema. Ni katika jina la Yesu ninaomba na kupokea kutoka kwako. Amen. Okay, baraka. Bwana wabariki, walinde, Bwana waangazie na kuwafadhili. Bwana wainulie uso wake na kuwapeni amani. Kwa jina lake Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen.